Tuna kizazi cha ajabu kisichotaka kulipa gharama, kinataka mhubiri atakayewaombea afaulu shule. Mwanangu pale chuoni, wewe usisome, tegemea maombi yangu mimi na upako. Yaani bishop bado akiniombea tu nakwambia hivi, tutakurudisha kwenu. Yaani tena mkuu wa chuo anakuita, anakuambia mwanangu, una matatizo gani? Mbona nakuona kama wewe ni mtu mzuri, unakwama wapi mwanangu? Nilikuita siku ile nikakusemesha. Wewe wenzako wameweka miguu kwenye maji pale Meru Patani, maji ya baridi, wanasoma, wewe unachati, unaperuzi tu peji. Irani akapiga kombora, na siku hizi kuna fake news nyingi sana. Irani akapiga kombora, ndio hilo limefyatuka. Irani ni kiboko. Mtihani unakuja, ukikumbana na sapu na baadaye ukapata disco. Yaani wala hiki chuo ni kibaya, unajua hiki chuo cha sauti, sijui hiki chuo cha hiki chuo cha sauti ni kibaya hiki, unajua hapa hii UD ni mbaya. Wewe ndio mbaya, wewe ndio pumbafu, uelewi maneno. Lipa gharama. Kutembea na Yesu kuna tofauti na kutembea na dunia. Unajua watu wako tayari kulipa gharama za msalaba wa Ibilisi. Watu wengi sana wako tayari kulipa gharama za mganga. Yaani mganga akimwambia leta mafuta ya mende, anaenda kuyatafuna mpaka atayagugo kwenye Google, anaambiwa mende anaga mafuta labda awe mganga anaambiwa umekosa, yanauzwa 300,000. Wewe leta hela. Yuko tayari kulipia gharama ya mende oil na atatoa. Wanaoenda kwa waganga wanalipa hizo gharama. Wewe kwa Yesu umelipa gharama gani? Huwezi kuomba na kufunga. Tuna maombi ya siku 5, nikabisa. Ungekuwa saizi unaenda kwa babu Shinyanga au kwa bibi Kahama ama kwa Karumanzira Kigoma, ungekuwa bize. Unatafuta muda kabisa na unajipanga na unalipa na hela. Yesu anasema njoo tu uombe, ushindane na vitu vinavyoshindana wewe. Hutaki kulipa gharama ya maombi, hutaki kulipa gharama ya semina, uko bize. Yaani kukiwa msusi wako alikuwa anakusuka anakaa Moshono, amehama Ngusero, unamfuata. Wapendwa wako tayari kulipa gharama ya kichwa. Anaenda kwa msusi, anamsuka nywele asubuhi mpaka jioni, anafikisha nusu. Anaenda tena kesho yake kumalizia nywele, na msusi mwenyewe yuko kule Chekereni. Lakini kumwambia njoo hapa kanisani masaa 2 tu ya semina, hataki. Alafu mwaka ujao bwana atanibariki, utaendesha gari, hata bodaboda utaendesha. Kwa sababu kuna vitu vinashindana na sisi ambavyo lazima tupate mbinu ya kuvishinda. Kuna tabia tumebebeshwa na giza, kuna vitu tumetoka navyo kwa wazee, kuna vitu mashetani anatuletea, kuna uvivu usiokuwa na maana ambao shetani anauleta kwetu, lakini hatutaki kuachana navyo.